Vipi? Da, fresh mwanangu Amani. Wangu wa mzigo hapo. Kwa tayari fresh. Una ngoma tayari? Wewe tu mwanangu enda kaabanga mambo tena huko. Mwanangu mimi napeleka usiniangushe ujue. Sasa kwa kuangushwa mimi au wewe ndio usiniangushe? Usiniangushe mzee baba. Kwanza sikiliza kwanza. Hebu nipe kwanza ukifika pale unafanyaje? Maana sije kaenda kwa Yabaranga kwa bado yapange mapema hapa nijue tunafanyaje mzee. Mwanangu nikifika pale ile kwanza ataniwele kama fulani hivi, ni kama mtu, yani kama shehe fulani hivi, ni fulani. Ndio naanza kujitambulisha ile. Wewe mimi naitwa Faki bin Abasi. Natokea familia mzee Abasi mdogo kule juu Ngindoni. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa kama mjumbe ile wa mzee Pacholi, nimeleta barua posa kwa mtoto wenu mwanangu, au sio? Sisi nielewa vitu hivi mwanangu. Unaelewa wapi unaelewa mambo sema fresh mwanangu. Aminia mwanangu nimekubali. Kwani nimekosea? Nimekubali. Sasa ukaenda huko mwanangu utulipe sasa. So tena wakaenda kule wakazingua kidogo tena wakamwelendo timu mwanangu kakanyaga. Hapo kaka utaharibu hapo. Mimi sikuangushi ila mwanangu. Hapo mwanangu utanaribia mimi kwa sababu mimi naamini kabisa mtoto Tunu mwenyewe akija akasikia kwamba da bwana nimekuja barua kule rafiki yake nani? Rafiki yake Maraka afu ndo kakanyaga da. Hata una ujamaa hajabadilika huyo. Ila mwanangu neno nakana tetema wewe mwanangu. Acha hizo sasa. Alidi mwanangu weka wakilisha. Basi poa mwanangu. Na mwanangu pamoja. Fresh. Nakusikilizia. Pamoja usijali babu. Poa. Karibu huko. Karibu yeye. Asante baba. Karibu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Hapa. Salamu. Karibu. Asante baba. Karibu mkeka. Asante sana. Naomba mzika shewa. Pumzika kidogo. Nalo jua hili sio chache bana. Kweli. Karibu. Asante. Mama. Karibu shewa. Nimeshakaribia. Haya mama. Tupo. Karibu. Sogea kwa mbele kidogo. Shikamoo mama. Marahaba mwanangu. Za utokako? Kwema tu mama, namshukuru Mungu. Karibu baba. Asante. Labda mimi nianze kujitambulisha kwanza. Mimi naitwa Faki, natokea familia ya mzee Abasi mdogo wa kule juu Ngindoni. Lengo langu kuja hapa leo mama, nimeleta barua ya posa hii hapa. Hiyo barua ya posa nimeleta kwa mtoto wenu. Na dhumuni kubwa kuja hapa kutaka kuunganisha udugu kati ya familia hizi mbili, familia yenu na familia ya mzee Pacholi. Yule mzee marehemu ambaye alikuwa maarufu sana hapa kijijini kwetu. Kwa ile mambo yetu kupiga ngoma wewe. Ngoja kwanza. Mzee Pacholi marehemu. Mtoto wake si ndio huyu muhuni huyu? Huyu mwizi hapa msumbufu hapa kijijini anaitwa Maraka, si ndio? Ndio yeye huyo. Ila mtu si anabadilika jamani. Mpaka kufikia leo hii kutaka kuoa, basi jua ndo mabadiliko yenyewe hayo. Mimi nafikiri tusiangalie nyuma alipotoka. Mimi naona tuangalie hatua gani amepiga mpaka kufikia hapa. Bwana hebu nisikize kwa makini sana. Kwa mkakaa huko wewe na swaiba wako ukaona wewe ndio ulete barua, si ndio? Hapa hakuna mke. Wenyewe mje kuwa mtoto wetu. Nyinyi mje kuwa watoto wetu. Nipate wajomba majambazi mimi. Mamangu apate wajukuu wa jambazi. Shika uchafu wako. Sio usiniletee ujinga. Mpuzi mkubwa wewe. Jamani. Mbona jambo la heri? Kwa nini mnaleta zogo? Almas. Naam mama. Kwa nini inakuwa hivyo? Kaeni mzungumze.
Mama, hilo jambo la heri mwanangu. Hebu lete barua, mwenye kukataa barua mwenyewe Tunu, usisikilize huyo kijana mwenzio tu. Mama, sisi ndo tunatembea huko mitaani, tunawajua hawa. Yaani hawa wauni mama, yaani light ungewajua hawa wauni. Yaani huyo jamaa mwizi kweli kweli, yaani ni kibaka. Amuoi dadangu. Wewe sasa hizo dharau ndugu yangu. Hizo dharau unazozileta hizo. Vichwa panzi nyinyi waozesha dadangu. Hizo dharau ndugu yangu. Asalamu alaykum. Mwana ujue. Nyinyi waozesha dadangu mimi. Salamu alaykum. Unajua sometimes nazingatia kwa sababu hapa naona ukweni ndugu yangu. Bwana fanya hivi. Ukweni kitu gani? Wa alaykum salam. Heri zinakuja alafu nyewe mnamkaribisha shetani. Tutulie kwanza jamani. Naam. Karibu Sheikh. Asante. Allahu Akbar. Zahab. Salama. Labda niwakumbusheni sehemu yenye heri na hivi vitu ambavyo mnavileta ni tofauti. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man tazawaja, mwenye kuoa au kuolewa, fakadi akhradha nisifu dinahu, ametimiza nusu ya dini yake. Falyatakillah, basi amche Mwenyezi Mungu, fi nisifu akhari, kwa nusu iliyobakia. Wakala Allah, akasema tena, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, kwamba ndoa ni suna yangu na asiyoipenda suna yangu hayuko pamoja na mimi. Kwa hiyo sasa mimi ujio wangu hapa kwamba nimetumwa na familia ya mzee Mwenyegoa nije kuleta barua ya posa. Barua ya posa, wanataka kumuolea yule kijana wao Joshi Mwenyegoa, yule kijana wa pale dukani Maraba. Maraba. Lakini hii inasababisha kwamba Joshi ataepukana na masuala ya zinaa, lakini pia na binti yenu itamsaidia na yeye kuepukana na zinaa, kwa sababu Mwenyezi Mungu pia zinaa ameikataza. Amesema kwamba tusikaribie kabisa zinaa. Hakika hiyo zinaa ni uchafu mkubwa. Mama, sasa huu ndio ujio wa kheri. Mwenyezi Mungu analeta kheri zake mahala sahihi. Kwa hiyo Shekhe, karibu sana ustaz. Asante. Jisikie uko nyumbani. Asante yani. Huyo anaingia. Tunu mwanangu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Huyo ndo Mungu wa barua zenu? Haswa barua yangu mimi, huyu ndo muhusika. Hata kwangu mimi ndo huyo. Nendeni, mwenye barua zake atajibia. Sawa. Shehe, ngoja mimi nikuache. Shekhe, karibu sana. Lakini nategemea majibu mazuri kutoka kwenu. Insha Allah, Mungu atajalia kheri. Insha Allah. Mama mimi naondoka. Haya. Wewe bara zuri, nenda bwana. Habari bwana. Karibu. Asante bwana. Karibu sana. Asante. Vipi kwema? Bwana, umenichangana sana. Vipi? Kwani hujaniambia kama utamtuma Ustadhi Muhammad? Nilihafirika kidogo. Vipi tena? Kuna tatizo? Umekuwa mtihani. Mtihani? Zimekuja barua 2 nyumbani. Barua 2? Kivipi? Wewe umemtuma Ustadhi Muhammad? Yule mpuuzi kamtuma naye mpuuzi mwenzie. Mbona naanza kuchanganyikiwa? Nasielewi kulikoni? Utakiwa kuchanganyikiwa kwa haraka. Tulia kwanza. Baada ya kuja hizi barua, mimi kidogo nitaka kufanya janja yangu. Sio, umeelewa vizuri? Niliwaka kidogo, lakini mama kaanza kuleta siasa zake. Mbona sielewi? Yaani usipagawe sana. Tunatakiwa sisi tufikiri na tutumie akili. Sio, unaelewa vizuri? Na nishakwambia, mimi narudia tena, vita akili ndio vita nzuri kuliko vita yoyote. Kosa limeshafanyika, lakini wanasema mambo yakienda kombo tuyaache, tusiende nayo. Hapa una lazima wa kufanya jambo. Kitu gani? Sasa hili jambo niachie mimi. Cha msingi hapa lazima twende hata kwa mtaalamu tukafanye kitu. Hizo
Tatizo kwenye hayo mambo mimi sijai kufuata siku moja. Sijui naanzia wapi na malizia wapi. Sasa naomba wewe ondoa shaka. Hapo tutakachokifanya ni wewe kuniwezesha tu mimi. Si unanielewa? Mimi siko tayari dada yangu akae kwenye mikono ile. Ile sio mikono salama. Yule sio mtu sahihi. Maisha nayo yana thamani yake. Kwangu mimi chaguo langu ni wewe. Yaani wewe ndiye mtu sahihi. Naona njia bora ya maisha ya mdogo wangu. Basi sawa. Mimi nitafanya kutoa pesa kabisa wewe ili tufanikishe jambo hili. Sawa. Kazi ni umekuachia wewe. Haina shida. Sawa. Basi asante. Sawa. Ili nafikiri limekwisha. Haina shida. Haya. Mimi nakwenda zangu. Basi poa. Baadaye nitakutafuta ili tufanye ile jambo. Itakuwa sawa sawa sana. Haya. Sasa. Haya. Tunu, Abe mama. Sasa hivi ndio umeamua kurudi usiku? Siku ile nilikutetea kwa kaka yako. Kwa hiyo kaka yako amesafiri, wewe ndio unaamua kurudi usiku. Isitoshe wewe umetolewa barua. Hivi hao waliotoa barua wakisikia kama wewe unazulula, hivi nani atakuoa mwanangu? Samahani, sirudi tena mama. Umesikia? Tabia yako mbaya siipendi. Kila siku unarudi usiku hapa. Sio hivyo. Wakati wote niko na wewe, unanifanya nijisikie niko huru tena. Wakati wote niko peke yangu,